Shalom, mtu upendwae sana na Mungu. Sijui kama unafahamu, lakini Mungu ninayemtumikia ni Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Unajua yeye ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Yeye anafurahia kuona wewe ukiwa na furaha. Anajivunia mafanikio yako. Yeye ni Mungu mwema, asiyelinganishwa na mwingine yote. Na huyu Mungu mwema ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Lakini ili yeye aweze kutekeleza mpango wake mzuri kwako, wewe pia unao wajibu. Na ndio maana kwangu mimi hii imekuwa ni heshima kubwa sana kuweza kuleta kwako mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Neno linasema katika kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari 21, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba tuna uwezo wa kuchagua kuongea mambo yanayoleta uzima au tukaongelea mambo yanayoleta mauti. Tukiongelea mambo yanayoleta uzima ni yale mambo ambayo tunayafurahia katika maisha. Ni mambo ambayo yanatoa mwangaza, yanafanya nyuso zetu ziwe zina nuru, yanatupa tabasamu kila wakati. Mambo ambayo yanaleta maana kwa utukufu wa Mungu. Lakini mauti ni mambo ambayo mambo yasiyokuwa mazuri. Tunafahamu mauti inamaanisha kifo, hali fulani ya kutokufanikiwa, hali fulani ya kutokuongezeka, kutokukua. Na maandiko yanatuonyesha kama hivi, kwa hali yoyote ambayo mtu anapitia, basi ujue yeye mwenyewe aliongea au alitamka hiyo hali itokee namna hiyo. Ndio maana neno linasema kama uweza wa kuwa katika uzima au uwezo wa kuingia katika mauti upo katika ulimi wetu. Mimi na wewe tumepewa ulimi ili tujenge maisha yaliyo bora, ili tumpe Mungu utukufu kupitia ulimi huo. Kwa hiyo fahamu jambo hili, shujaa wa Bwana, ya kama Mungu ameweka dhana iliyo kuu ya kutenda kazi kipekee ndani yako. Amekupa ulimi, na kisha baada hapo anakufundisha neno lake ili kupitia ulimi uweze kuumba yale unayoyataka. Unajua, ukitaka kujua ulimi una nguvu, angalia katika uumbaji wa dunia. Neno linasema katika Mwanzo sura ya 1 na kuendelea, inaeleza kama Mungu alipokuwa akiumba dunia alisema kuwepo na nuru, na nuru ikawepo. Akasema kuwepo na mianga mikuu miwili, nayo ikawepo. Unagundua ya kwamba kumbe maneno yana nguvu, kwa sababu hata Mungu mwenyewe alipoumba dunia ana vyote vijazavyo na sayari nyingine, alitumia maneno. Tambua ya kwamba neno linakwambia wewe pia, linaniambia mimi pia, ya kama ninao uwezo wa kutengeneza maisha yaliyo bora zaidi. Hiyo itategemea ni namna gani ninatumia ulimi wangu, ni namna gani naongea maneno ya ushindi dhidi ya maneno ya kushindwa. Unajua, kama wewe ni mtu ambaye hata ukiwa peke yako huwa unajitamkia kutokufanikiwa, basi kuona mafanikio inakuwa ni ngumu. Ni lazima ujifunze kuongea uzima. Neno linasema ulimini mwako kuna uzima na mauti. Amua kuongea uzima. Tamka mimi ni mwenye afya. Tamka mimi ni mwenye baraka. Tamka ya kwamba hii changamoto inaonekana ngumu, lakini mimi nitaivuka. Jitamkie maneno mazuri ya ushindi, maana yale unayoyaongea leo ndio yatakayokuwa halisi siku ya kesho. Kwa hiyo tambua hivi, shujaa Bwana, ya kwamba unao uwezo wa kuunda kesho iliyo bora zaidi. Na hiyo itaangalia, je, wewe unaongea maneno gani? Maneno ya kuifanya kesho iwe bora au maneno ya kuifanya kesho iwe duni? Wewe ndio unayeamua. Na ndio maana neno likasema kama uweza wa ulimi unaweza kukupeleka katika mauti au unaweza kukupeleka katika maisha ya baraka, maisha ya furaha tele. Kama umebarikiwa na somo hili, basi ningependa tumalize pamoja kwa maombi ya ukiri. Utasema nyuma yangu: haleluya, mimi naongea hekima na uzima. Maneno yangu yana nguvu za kujenga na kuimarisha maisha ya watu wengi. Mimi ni nuru ya ulimwengu na ninang'aa palipo na giza. Amen.